Uongozi ni dhamana, uongozi ni kujitoa na kujitolea kwa kila hali. Uongozi si utajiri, uongozi ni utu na moyo kwa anaoongoza katika shehia husika. Haya ni maneno ya wananchi mbalimbali katika shehia ya Chuini ambao wamehudhuria katika kisomo maalumu cha kuwakumbuka na kuombea dua wazazi ambao wamewaacha watoto yatima katika shehia ya Chuini, pamoja na kuombea dua viongozi wa nchi. Wakizungumza katika dua na iftari iliyofanyika katika kituo cha ubunifu wa kisayansi Habu Chuini, wilaya ya Magharibi mkoa mjini Magharibi, wananchi hao wanasema pamoja na kutoa furaha yangu mimi naigawa katika sehemu mbili kubwa. Sehemu ya kwanza ni agizo la katika imani yetu ya dini ya Uislamu katika kuwafariji watoto wenye mazingira magumu pamoja na mayatima. Lakini kama mimi ni daktari, hususan mwana saikolojia, ni suala ambalo kitaalamu linakubalika kukusanya watoto mayatima pamoja na wenye mazingira magumu, ukawafariji, hata zile akili zao zinakuwa zinatulia na wao wanajiona ni sehemu katika jamii. Kwa hiyo ni jambo zuri kabisa. Kwa kweli wito wangu kwa masheha pamoja na viongozi wote katika nchi yetu ya Zanzibar, kiujumla Tanzania, waweze kuiga mfano kama huu. Uongozi si utajiri, bali uongozi ni utu na moyo. Unawezekana ukawa kiongozi, usiwe na fedha, usiwe tajiri mfano wa sheha wetu, lakini ukibeba ule moyo wa utu, unaweza ukafanya jambo kubwa kama hili ambalo amelifanya sheha wetu. Wito wangu kwa viongozi na jamii kwa ujumla kuweza kuiga mambo mazuri kama haya ambayo huwa yanaleta faraja na utulivu katika jamii zetu, lakini pia tunapata ujira mkubwa kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kweli futari hii imetufurahisha kwa sababu sheha huyu tangu waje na mambo kama haya ya kuwa na penda kujishusha chini kwa jamii, na kama mara nyingi ninavyozungumza, sheha wetu ni mfano wa masheha wote hapa Unguja. Hana ubaguzi, anajishusha chini, na katika sifa moja ya kiongozi kujishusha chini kabisa. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa hili ambalo limeanzishwa, na naona kwamba sasa hivi wengi wamekuwa wanaanza kuigaiga. Kwa hiyo namuomba sheha asichoke, aliendeleze jambo hili, kwa sababu ana kawaida ya kuwa yuko na watoto mayatima. Wakati mwingine anakwenda, tunatoa misaada. Kama kipindi kilichopita tulikwenda katika kule wanakoishi watoto mayatima, tumekwenda kuwapa sadaka. Kwa hiyo na hapa kuna watu ambao wana maisha magumu, wana watoto yatima. Kwa hiyo wote hao wamechanganyika. Alhamdulillah, iftari ni nzuri na dua kama mlivyoiona, dua ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo pia niombe jamii na wananchi wote kwamba nao kuiga jambo jema, tusione choyo. Kwa jambo jema ukiliona basi na nyie muige. Kwa hiyo mimi namshukuru sana Mheshimiwa Sheha, na inshallah malipo yake atayaona hapa hayapo, lakini malipo yake yako kwa Mwenyezi Mungu atayakuta inshallah. Na nafikiri pia leo tumechanganya na dua ya kuombea viongozi pamoja na nchi, kwa sababu kama tunavyojua tunaelekea katika uchaguzi mkuu, ambao uchaguzi una mambo mengi, una heka, una watu wana vitisho, lakini tunaamini kwamba sisi tunaona kwamba inshallah uchaguzi huu, kutokana na dua pamoja na viongozi wetu, jemedari wetu, amiri jeshi wetu mkuu, kwamba uchaguzi huu utakuwa ni uchaguzi huru, ni uchaguzi ambao hataguswa hata mtu. Utakuwa uchaguzi wa amani. Hata juzi tulikuwa tunadua pale, kila mwaka tunamwombea rais wetu Mama Samia kwa ajili Mwenyezi Mungu ampe hifadhi, lakini ampe nguvu zaidi ili aweze kunini. Kwa hiyo mimi naomba tu wananchi wote kwa ujumla kwamba uchaguzi uko mbele yetu, lakini tuombe kila kati, na mwezi huu mtukufu Ramadhani basi tuombe sana, na tuweke imani yetu kwa Mungu kwamba inshallah uchaguzi utakuwa huru. Na Sihaba, alhamdulillah rabbil alamin, leo tumefanya iftari yetu ambayo kila mwaka tunakuwa tunafanya, ya kuftarisha watoto yatima, mazingira magumu na wazee wasiojiweza. Hii kila mwaka tunakuwa tunafanya kwa kujumuika nao ili na wao wajione wapo pahali pazuri. Nachowaomba masheha na masheha kila shehia wamuige sheha wa shehia ya Chuini, mwenendo wake anaokwenda, kwa sababu ni mwenendo mzuri, na mtu anatakiwa vitendo vizuri ndivyo avifate, asifate vitendo vibaya. Natoa shukrani zangu
kwa sheha wa shehia. Natoa shukrani zangu kwa kila aliyechangia kwa hali na mali na wote waliofika katika iftari hii. Mungu atawalipa. Hii sisi tunafanya haipungui ni kama mara ya 4 au ya 5 kama nakumbuka vizuri, na ni kawaida yetu kwamba kila Ramadhani huwa tunafanya iftari. Tunapenda kuftari na watoto yatima katika jamii yetu. Katika shehia yetu wako watoto ambao ni yatima, na sasa hivi tumekuwa na mwitikio mdogo kidogo, kwa sababu unajua watoto washa over age. Kwa tunachukua wale watoto under 18 ndio tunawachukua kipindi hiki, lakini sasa hivi tumefanya registration mpya kwamba kuna watoto wengine wapya ambao ndio sasa hivi bado tunachukua, na wako wengine ambao tunaendelea nao. Unajua jambo hili si kwa viongozi tu peke yake, kwa kila mwenye uwezo. Sio lazima uite watoto wengi. Nafikiri mitaani kwetu, katika jamii yetu, wapo hawa watoto ambao wameondokewa na wazee wao. Kwa hiyo tunaomba, yani kama hata ukiita watoto 4, 5, 10 ukaftari nao pamoja kile ambacho unachokula wewe, hata kile ambacho unachokula wewe, manake yani ni vizuri ukakana ukala nao, maana ni jambo kubwa sana, maana pia unawafariji na wao pia wanajihisi wako na jamii na wana mapenzi na jamii. Mashia wengine ni wito wa kila siku, tunawaambia wajaribu kukopi na wachukue, ikiwezekana hata wakijiunga wao kama shehia 2, 3 wakalifanya hili jambo, ni jambo ambalo linawezekana. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni mwakilishi wa jimbo la Mfenesini Machani Osman Said. Anasema utaratibu huo alioanzisha sheha wa shehia Chuini ni utaratibu mzuri wa kuwajali watoto yatima pamoja na kutoa wito kwa wale wenye kuwajali watoto yatima. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia kuweza kuhudhuria katika iftari hii ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa Sheha wa shehia ya Chuini ndugu Muhammad. Kwa kweli amefanya jambo kubwa la maana, na kwa kweli iftari imekuwa nzuri kwa sababu imejumuisha watoto ambao ni mayatima lakini wenye mazingira magumu, lakini wa kike na wa kiume, na watu wengi wamehudhuria iftari hii, na kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Sheha. Furaha ni kwamba huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, na katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unatakiwa tufanye kila jambo ambalo litakuwa jema. Kwa hivyo Mheshimiwa Sheha akaweza kutimiza jambo hili, kwa hivyo ni furaha kubwa sana kwetu na tumekuja kumuunga mkono katika swala hili. Nafikiri hili jambo kwa Muislamu yote ambaye ana uwezo wa kufanya hivi au taasisi, basi ni vyema, kwa sababu mwezi huu watu wa kiftari wanapata kujumuika, lakini pia wanapata kuleta upendo zaidi katika jamii, lakini pia kupunguza machungu kwa wale ambao kama watoto kama hawa ambao tumekuwa nao leo. Akitoa nasaha na shukrani katika hafla hiyo ya dua na iftari, mkuu wa kituo cha ubunifu wa kisayansi Habu Chuini, Mwalimu Jamhuri Muhidini Dadi, anasema ndugu Waislamu, kwa kweli tumekuwa ni mfano na kioo cha kuigwa katika mazingira yaliyotuzunguka na sehemu nyingine mbalimbali, kupata viongozi kama hawa wa kuweza kutuongoza na kutuelekeza katika jambo jema la kheri kama hili. Wengi mara nyingi huwa wanaangalia yale ambayo wanahisi yana faida na maslahi kwa wao, lakini sisi tumepata faraja kama hii muda wote ambao tumekaa hapa. Tupo aidha katika kumtakia rehma Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake nyingi. Kwa hiyo yote tuliyoyafanya takriban ni yale ambayo yanaweza kutukurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kutokana na ihsani na fadhail ya haya ambayo tunayafanya. Mwenyezi Mungu ajalie kwa mkusanyiko wetu huu tuliokusanyika na kwa nia zetu za kheri ambazo tumezitanguliza kwake, iwe ni dua ya kafara kwa wazazi wetu, kuwasamehe makosa yao. Mwenyezi Mungu awasamehe makosa yao, awaingize katika rehema zake. Mwenyezi Mungu awaingize katika pepo yake tukufu kwa rehema zake. Ndugu Waislamu, kwa kweli uongozi wa shehia pamoja na kiongozi wetu wa shehia anatoa shukrani zake au zetu kwa ujumla kwa dhati, kutokana na wote ambao wamehudhuria na wameshiriki katika jambo hili la kheri. Na kutokana na hili, kama kwamba haitoshi, wametuandalia chochote kile, ijapokuwa ni kidogo tutakiona, lakini tunaamini kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hicho ni chenye fadhila kubwa sana. Kwa hiyo Mheshimiwa Sheha na uongozi wa shehia wamejaribu kutuwekea alau baada ya mkusanyiko huu wa kuwaombea dua wazazi wetu, kuwakusanya watoto mayatima,
kuwakusanya watoto wanaoishi katika mazingira magumu pamoja na wazazi aidha wajane na wengineo. Mwenyezi Mungu awalipe na wao kila la kheri, na wameona kama kwamba haitoshi watoe sadaka iliyokuwa ndogo ya kuwafutarisha kwa pamoja na viongozi wa shehia pamoja na viongozi wa wilaya, na wakati mwingine ikiwezekana pamoja na viongozi wa mkoa. Na hili ndilo ambalo kiongozi wetu wa shehia mara zote anakuwa analifanya. Mwenyezi Mungu amlipe ujira mwema wa kheri. Mwenyezi Mungu amdumishe katika mazingira ya shughuli za kazi zake alizonazo. Mwenyezi Mungu amuhifadhi na amlinde na shari za maadui na hasadi za maadui, na Mwenyezi Mungu inshallah amuinue daraja katika kheri ili atufanyie yaliyokuwa bora na mazuri yaliyokuwa zaidi na zaidi inshallah. Naye mratibu wa hafla hiyo na ndiye mwenye jambo lake, Sheha wa Shehia Chuini Muhammad Sheikh Kheri, akawa na haya kusema kuhusiana na hafla hiyo ya kuwafutarisha watoto yatima. Leo tupo hapa katika shehia ambayo naiongoza ama nasimamia mwezi 21 Ramadhani. Kama utaratibu wangu ulivyojekea katika nafasi hii ya usheha, huwa kila Ramadhani moja, hususan mwezi 21 Ramadhani, huwa nafutarisha watoto yatima takriban 180 mpaka 240. Sasa leo tupo hapa, tumetangulia kwa kufanya hitma kuwarehemu wazee wetu waliotangulia mbele ya haki. Mwenyezi Mungu aondoshe za kaburi katika maisha mema, na sisi atupe kheri katika maisha haya tulionayo. Sasa baada ya kufanya hitma hiyo, tuliswali kwa pamoja hapa swalatul magharibi. Baada ya kumaliza, tukafutari kwa pamoja na watoto hao wenetu waliondokewa na wazazi wao, na baadhi yao watoto hao wengine wamo katika mazingira magumu pamoja na wajane. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu atutujishie kila ya kheri na mie. Siri ya mafanikio kila kadri siku zinavyokwenda, kwa sababu iftari hii huwa mimi ni mvumbuzi, lakini mara nyingi kila siku zinavyokwenda wanajitokeza wadau ama watu wenye imani yao kulingana na dini ya Kiislamu. Wanajitokeza watu kwa wingi kwa kuweza kuchangia ili iftarisho hii iweze kufanikiwa, na mwaka huu alhamdulillah tumevuka lengo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, na inshallah Mungu ajalie waliotoa au wape milango, wafungulie milango ya kheri, nalo kwa hajatoa Mwenyezi Mungu azidishe imani na kuwapa uwezo mwakani ili waweze kushiriki nasi tuweze kufanikisha hili. Napenda kutoa wito si kwa masheha wengine pamoja na wananchi wenye uwezo waweze kuitimiza hii nguzo ya imani kwa kuweza kuwasaidia watoto yatima pamoja na wazee wenye mazingira magumu pamoja na mafukara. Ulichonacho si lazima kwamba kiwe kingi, hapana. Kile ulichonacho ukeshajikidhi cha leo nacho na cha kesho, basi kile cha kesho dini yetu inatuongoza ama inatuelekeza umpatie mwenzako ambaye hajapata kwa siku ile. Kwa hiyo kila mmoja ashiriki kwa nafasi yake kwa mujibu wa uwezo wake ili kuweza kuwafurahisha hawa watoto yatima ili na wao wajisikie ni sehemu kwenye jamii. Dua hiyo ambayo imesomwa na watoto yatima wakisaidiana na walimu wao imewajumuisha watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu, wajane na wale wasiojiweza. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Kutoka Chuini, wilaya Magharibi A, kwa mjini Magharibi, Mwarabu Madi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.